Sasa kuipata AVN sio kama kuna ugumu sana kuipata AVN. Sasa nenda Google search, andika AVN application. Itakuja juu kabisa, bonyeza. Ukisha bonyeza, nenda hapo register. Fata kama mfumo unavyokuelekeza. Kwa hiyo ukiufata mfumo kama unavyokuelekeza, yani usiende wewe unavyotaka, fata kama mfumo unavyokuelekeza, utafanikiwa kuipata AVN. Kwa hiyo unaweza ukaendelea wewe mwenyewe. Sasa kama unafata process zote na unashindwa kupata AVN, yani unafata vyote mfumo unavyokuelekeza lakini unashindwa kupata AVN, ni vizuri na inashauriwa wasiliana na ofisi ya udahili ya chuo ulichokisoma. Uzoefu wao watakusaidia zaidi. Lakini kama umemaliza miaka ya nyuma kidogo diploma yako, mfano labda mwaka wa 2010, 11, 12, sasa hapo itakubidi uupload, yani upakie nyaraka zako. Hizi zinaitwa supportive documents, mfano labda cheti chako cha diploma pamoja na transcript, utabidi uvipakie kwenye mfumo. Si unaona kwa hiyo kwa watu waliomaliza miaka ya nyuma kidogo, mfano 2011 kule, 2012, 2013, 2007, 2008, utabidi upakie nyaraka zako, uziupload manually kwenye mfumo, itakuelekeza, fata process. Lakini ikipendeza pia unaweza kuwasiliana na mamlaka husika, wapigie simu, watumie email, waelezee changamoto yako unayokutana nayo. Au ikiwezekana pia, kama upo karibu na ofisi zao, unaweza ukafika ofisi zao ukawasilisha changamoto yako. Lakini tambua kuwa kama unatoka diploma au umetoka diploma na unataka kujiunga na chuo kikuu, ni lazima uwe na AVN. Kwa hiyo hili ni sharti la kujiunga na elimu ya juu. Kama unatokea diploma, ni lazima uwe na AVN. Kwa hiyo AVN ni muhimu sana, lakini tambua kuwa hata uwe mtaalam kiaje kwenye IT, hauwezi kufoji au kutengeneza AVN, yani haiwezekani kabisa. Kwa hiyo AVN kama unatoka diploma ni vizuri na inashauriwa uwe na AVN, yani uwe nayo tu, hata kama una mpango wa kwenda degree, yani uwe nayo tu kama emergency. Kila la kheri.